tunakuwa tukiishi kana kwamba Mungu hayupo. Tunakuwa tukiishi kana kwamba hakuna chochote ambacho Mungu anatutendea katika maisha yetu. Na ndio maana pengine inawezekana katika asubuhi ya leo umenyanyuka katika kitanda chako, lakini hukuweza kumshukuru Mungu. Inawezekana ulinyanyuka ukakata mezani ukapata kifungua kinywa, lakini hukuweza kumshukuru Mungu wako. Inawezekana ukapanda ndani ya chombo chako cha usafiri na ukafungua mlango na ukakaa na ukaondoka, hukuweza kumshukuru Mungu kwa sababu unaona maisha unayaweza wewe mwenyewe. Lakini laiti tungejua ya kwamba maisha yetu yako mikononi mwa Mungu na ni Mungu ndiye anayeyaendesha, tusingeweza kufanya mambo hayo yote pasipo kuweza kumshukuru Mungu hata kwa dakika moja. Inawezekana ukajiona kwamba una pesa, inawezekana ukaona kwamba una kila kitu ndani ya nyumba yako, katika familia yako, katika kazi yako ulionayo, ukaona kwamba Mungu si msaada katika jambo lolote lile. Lakini elewa, jambo lolote lile unalolifanya liko mikononi mwa Mungu. Na ndio maana Mungu anazidi kutusi na kuzidi kutuonya kwamba tusije tukakaa hata kwa sekunde moja, hata kwa dakika moja, hata kwa nusu saa pasipo kumuomba, kwa sababu maisha yetu yako mashakani kila wakati. Mtumaini Mungu katika maisha yako. Usikae ukazitumaini fikira zako. Kuna wenzako ambao katika siku ya leo hawakuweza kunyanyuka katika vitanda. Walipelekwa hospitalini wakiwa wanaumwa, lakini wamerudi wakiwa wamekufa. Kuna wengine wana pressure, kuna ambao wenye pressure wamekufa, lakini wewe una pressure bado uko mzima. Kuna wengine wamesafiri wamepata ajali katika magari, lakini wewe umesafiri umefika salama. Maisha yetu yako mikononi mwa Mungu. Tusije tukaishi kwa mazoea, tukaona kwamba Mungu si lolote katika maisha yetu, lakini elewa siku zetu zimehesabiwa. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Zaburi 90 fungu la 10 anasema kwamba siku zetu za kuishi ni miaka 70 na ikizidi ni miaka 80. Nayo ni changamoto nyingi za maisha tunazokutana nazo. Ikiwa kama umeishi kwa muda wa miaka 70, kibiblia mwaka mmoja una siku 360, ina maana utakuwa umeishi kwa siku 25,200. Na ikiwa umefikisha umri wa miaka 80, utakuwa umeishi kwa muda wa siku 28,800 ambazo umeishi katika dunia. Na ndio maana fungu la 12 katika Zaburi anasema, Bwana utufundishe kuzihesabu siku zetu. Tunapaswa kuzihesabu siku zetu. Siku zetu tuziweke katika mikono ya Mungu. Tusije tukakaa tukatumaini maisha yetu. Tusije tukakaa tukaona kwamba sisi ni yote katika yote. Lakini pengine katika hii dakika unaposikiliza kipindi hiki, ya kwamba inawezekana ndio pumzi yako ya mwisho kakoma. Je, ikikoma pumzi yako katika muda tulionao, utakuwa kwa upande upi? Wengine wanatarajia maombi kutoka kwa wachungaji, wengine wanatarajia kupata maombi kutoka kwa mapadri, lakini hitimisho la maisha yako ni pale wewe unapokuwa mtu mzima na unapopiga magoti na kuomba Mungu msamaha na kuishi maisha matakatifu, ndio itakapokuwa tiketi yako ya kwenda mbinguni, lakini si kuombewa baada ya kufa.